nitakuwa kiongozi nisiyekuwa na ubaguzi. Licha ya kuwa Mkristo, lakini Waislamu nitawaweka mbele. Sitojali au sitobagua mtu kwa dini yake wala rangi yake wala chama chake. Maadamu tayari mmeshanichagua mimi kuwa mbunge, basi mimi ni wa dini zote na nitashiriki kikamilifu. Na mimi niendelee kuahidi kupitia umma huu, Waislamu tutakuwa pamoja. Licha ya kuwa dini yangu ni Mkristo, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi nitakuwa pamoja na Waislamu kwa jambo lolote na nitashiriki. Lakini ndugu zangu, jambo mnalofanya ni jambo jema. Kwa kweli Sheikh Kabeke, nikupongeze. Mambo unayoyafanya toka umekuwa kiongozi ni makubwa mno kwa Waislamu hawa. Leo tunafikiria kujenga mahospitali. Haya mambo zamani tulikuwa tunayaona kwa Wakristo tu. Pigeni makofi Sheikh Kabeke jamani. Tunaona unafanya mambo mengi. Sasa kwa nini sisi viongozi tusikuunge mkono? Kwa hiyo tutaendelea kukuunga mkono wakati wote. Tumeona ujenzi unaofanya ni ujenzi muhimu kabisa. Binadamu yeyote ni lazima tuhakikishe anaimarika kwa kuwa na afya njema. Usipokuwa na afya njema, manake wewe unakuwa hujakamilika. Usipokuwa na afya njema, huwezi kufanya shughuli yoyote ya kukuingizia kipato. Na unapokuwa mgonjwa, basi kuwe na sehemu ya kwenda kupata huduma ya matibabu. Kwa hiyo swala unalofanya ni swala jema kabisa. Mimi nakupongeza sana wewe na watu wako wote. Na mimi nitaendelea kukuunga mkono katika kila jambo. Kwa hiyo leo hii mimi kama Kafiti mbunge nitachanga shilingi 500,000. Na mzee Kafiti nitamchangia 500,000. Jumla nitachanga 1,000,000. Kwa hiyo ndugu zangu, sadaka yangu hii ndogo naomba muipokee. Tunafahamu tuna mambo mengi ya kuchangia, lakini ni kuahidi sitoishia hapa. Nitaendelea kuchanga na kuja kutembelea hivyo vituo tuone ni namna gani ninaweza kusaidia. Lakini pamoja na hayo, zahanati yetu ikianza nitakuchangia viti 50. Sawa Kwa hiyo wewe usema mheshimiwa tunafungua kesho, nitakuletea viti vyako 50